Lakini kwanza ni muktasari wa habari za dunia na Leonard Mubali. Asante Martha. Israel inasema imeongeza muda wa operesheni zake za ardhini huko Gaza baada ya kuzindua mashambulizi ya anga ambayo Wizara ya Afya inayosimamiwa na Hamas inasema yamewaua zaidi ya watu 430 ndani ya siku mbili. Shadrack Mwansasu na maelezo zaidi. Jeshi la ulinzi la Israel IDF limesema wanajeshi wamehamia hadi kwenye ukanda wa Netizarim ambao umetenganisha kaskazini na kusini mwa ukanda huo. Mashambulio mapya dhidi ya Gaza yanaashiria mwisho wa makubaliano tete ya kusitisha mapigano ambayo yamekuwa yakifanyika tangu mwezi Januari. Hapo awali Umoja wa Mataifa ulisema watu wawili, ikiwa ni pamoja na mfanyakazi wao, aliuawa baada ya mlipuko katika jengo lao la Deir al-Balah. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Israeli amesema wataanzisha uchunguzi, lakini akakanusha kuwa Israeli ndiyo ya kulaumiwa. Maelfu ya watu mjini Istanbul wameshiriki katika maandamano kupinga kukamatwa kwa meya wa jiji hilo Ekrem İmamoğlu ambaye anaonekana kuwa mpinzani mkuu wa kisiasa wa rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan. Upinzani umeitaja hatua hiyo kama ni mapinduzi yanayochochewa kisiasa. İmamoğlu na makumi ya watu wengine wanakabiliwa na mashtaka kadhaa yakiwemo ya ufisadi. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema anaamini amani ya kudumu inaweza kupatikana nchini Ukraine mwaka huu kwa msaada unaoendelea kutoka Marekani. Ametoa maoni hayo katika mazungumzo ya saa moja kwa njia ya simu na Rais Donald Trump. Haya mazungumzo yao ni ya kwanza kwa njia ya simu ikiwa ni mwezi mmoja tangu walipotofautiana wazi na kujibizana kwa mitazamo tofauti walipokutana katika ofisi ya ikulu ya rais ya Oval. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Tammy Bruce amesema mawasiliano ya simu kati ya marais hao wawili yalikuwa ya kujenga. Today, President Donald J. Trump and Ukraine's President Leo Rais Trump na Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky wamekuwa na mazungumzo mazuri ya simu. Rais Zelensky amemshukuru Rais Trump kwa mwanzo mzuri wa kazi ya timu za Ukraine na Marekani huko Jeddah mnamo Machi 11. Mkutano wa maafisa wakuu kutoka mataifa yote mawili ulisaidia sana katika kuelekea kumaliza vita. Rais Zelensky alimshukuru Rais Trump kwa uungwaji mkono wa Marekani, hasa kwa makombora ambayo Rais Trump alikuwa wa kwanza kutoa na juhudi zake kuelekea kuleta amani. Viongozi hao walikubaliana Ukraine na Marekani kwamba zitaendelea kufanya kazi pamoja ili kumaliza vita hivyo na kwamba amani ya kudumu chini ya uongozi wa Rais Trump inaweza kupatikana. Na takriban raia wa Afrika Kusini wapatao 70,000 wameonyesha nia yao ya kuhamia Marekani kufuatia pendekezo la Washington la kuwapa makazi mapya watu kutoka jamii ya Afrikana nchini humo. Mwezi Februari, Rais Trump alisema Waafrikana wazawa walowezi wa Kiholanzi waliofika katika karne ya 17 nchini Afrika Kusini wanaweza kupokelewa kama wakimbizi kwa vile walikuwa wahanga wa ubaguzi wa rangi usio wa haki nchini humo. Hii ni BBC. Muktasari wa habari za ulimwengu umewasilishwa kwako na Leonard Mubali. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Matangazo haya yanasikika kupitia Radio Free Africa nchini Tanzania, Voice of Busoga nchini Uganda, Milele FM nchini Kenya na Radio Muungano Beni nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Pia unaweza kusikiliza matangazo haya kwenye mtandao wetu bbcswahili.com ama kwenye kurasa wetu wa Facebook, andika BBC Swahili. Mimi ni Martha Saranga. Rais wa Marekani Donald Trump amependekeza kwamba huenda nchi yake ikamiliki vinu vya nyuklia vya Ukraine ili kuhakikisha usalama wao. Maafisa wa ikulu ya Marekani wamesema pendekezo hilo limekuja wakati wa mazungumzo marefu yaliyofanywa kwa njia ya simu kati ya Rais Trump na Volodymyr Zelensky wa Ukraine. Taarifa zaidi na Halima Nyanza. Hatua hiyo imekuja wakati ambapo utawala wa Rais Trump ukihangaika pia kuweza kuyapata madini muhimu ya Ukraine. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje ya Marekani, Tammy Bruce, amewaambia waandishi wa habari kwamba udhibiti wa Marekani katika mtambo huo wa nyuklia wa Ukraine utaimarisha usalama wake. That comes from President Trump, who is one of the best businessmen. Hilo limekuja kutoka kwa Rais Trump ambaye ni mmoja wa wafanyabiashara wazuri tunayefikiria, ambaye hajawahi kutokea na anajua jinsi ya kufikia makubaliano.
na kuna kuzingatia kwa umakini. Ukweli ni kwamba ikiwa una shirika linalomilikiwa na Marekani kupitia kampuni, na pengine sio lazima iwe serikali iliyounda. Kwa upande wake, akizungumza na waandishi wa habari, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amekiri kuzungumzwa kwa jambo hilo, lakini akasema waligusia mtambo mmoja tu wa Zaporizhia ambao katika kipindi hiki cha mapigano umetwaliwa na Urusi. Aidha, amekiri kuwa mtambo huu wa nyuklia ambao ni mkubwa barani Ulaya unaweza kuchukua miaka miwili kuweza kufanya kazi tena, na kwamba ni muhimu kwa Ukraine na Ulaya kwa ujumla. Aidha, ameongeza kusema kuwa kusitishwa kwa mashambulizi kwenye miundombinu ya nishati, reli na bandari kunaweza kuanzishwa haraka kama sehemu ya kusitisha mapigano, ikiwa ni sehemu ya makubaliano iliyoanzishwa na Marekani na Ukraine. Kufuatia mazungumzo yake kati ya rais wa Marekani Donald Trump, Rais Zelensky amesema anaamini kwamba amani ya kudumu inaweza kupatikana nchini Ukraine mwaka huu kwa msaada wa Marekani. Mazungumzo yao hayo yalikuwa ni ya kwanza tangu yale yaliyovunjika mwezi uliopita nchini Marekani. Ni Halima Nyanza. Maelfu ya raia wameandamana mjini Istanbul, Uturuki, kupinga kukamatwa kwa meya wa mji huo Ekrem İmamoğlu, ambaye anaonekana kuwa mpinzani mkubwa wa kisiasa wa rais wa nchi hiyo Recep Tayyip Erdogan. Upinzani nchini humo umeelezea hatua hiyo kama mapinduzi yaliyochochewa kisiasa. Raia nchini humo wamepigwa marufuku kuandamana kwa siku 4, huku polisi wakisambaratisha mikusanyiko ya watu. Meya huyo wa Istanbul Ekrem İmamoğlu na watu wengine kadhaa upande wa upinzani wanakabiliwa na mashtaka yakiwemo rushwa. Yilhan Uzgel ni makamu mwenyekiti wa chama cha CHP cha meya wa Istanbul anayeshikiliwa. Akizungumza na BBC amelaani kukamatwa kiongozi huyo mwenza. That's a major attack on Turkey's democracy and we have been... Hilo ni shambulio kubwa kwa demokrasia ya Uturuki, na tumekuwa tukishuhudia hilo kwa miezi michache iliyopita, kwamba serikali imeongeza mashambulizi dhidi ya upinzani. Viongozi wengi wa upinzani, waandishi wa habari na hata hawa wa kawaida mitaani, pamoja na wale wanaoweka ujumbe kukosoa mitandaoni wamekamatwa. So they're detained, they're arrested. Aidha, amesema kuwekwa kizuizini kwa meya huyo kunaonesha jinsi Rais Erdogan alivyopatwa na woga. He was taken into custody just a couple of days before that. Amewekwa kizuizini siku chache kabla kumtangaza kuwa mgombea wa chama katika uchaguzi mkuu ujao. Kwa hivyo inaonyesha kwamba Erdogan anamwogopa kutokana na haiba yake, anaogopa umaarufu wake, na kura zote za maoni zinaonyesha kwamba anaongoza kumshinda Erdogan. Hivyo anataka kumzuia asigombee dhidi yake. He wants to prevent him from running against him. Yilhan Uzgel, makamu mwenyekiti wa chama cha CHP cha meya wa Istanbul anayeshikiliwa. Uchunguzi wa BBC umebaini kuwa kampuni ya nishati ya Colombia ya Ecopetrol imesababisha uvujaji wa mafuta ulioathiri maeneo muhimu ya vyanzo vya maji. Data zilizovujishwa na aliyekuwa mfanyakazi wa zamani zinaonyesha zaidi ya matukio 800 ya uvujaji wa mafuta haya kushughulikiwa kote nchini humo, na takriban 1 ya 5 ikiwa imewekwa alama iliyojulikana tu kwa kampuni hiyo. Taarifa zaidi na Nasteha Mohamed. Nililelewa katika ufuo wa bahari wa Magdalena River nchini Colombia. Babu zangu walinifundisha nikiwa mtoto namna ya kutunza mto. Yuli Veleskov ni rais wa chama cha uvuvi cha Santander. Takriban maili 1000 kwa urefu, mto Magdalena ni rasilimali kubwa kwa maisha ya Wakolombia. Misitu yake imejaa wanyamapori walioko hatari ya kuangamia. Tulipata wanyama kadhaa wamekufa kama vile nyati 5 na wengine zaidi ya 10. Tulipata pia kobe wa maji na ndege. Maelfu ya samaki waliokufa pia tunaona. Kuna sababu kadhaa ambazo zimesababisha vifo hivi, ikiwa ni pamoja na mabadiliko ya hali ya hewa, lakini jumuiya ya uvuvi inasema eneo hilo limechafuliwa sana. Wanalaumu kiwanda cha kusafisha mafuta kilicho karibu na kinachomilikiwa na kampuni ya Ecopetrol. Jukumu langu katika kampuni ya Ecopetrol lilikuwa kama mshauri wa mkurugenzi mtendaji. Ilikuwa nafasi nzuri kuwa nayo katika umri mdogo kama huo. Andreas Olate alijiunga na kampuni ya Ecopetrol mnamo mwaka 2017. Hii ni mara yake ya kwanza kuzungumza kuhusu kampuni hiyo hadharani. Nakumbuka
vizuri nikifanya uchunguzi wa maji na matokeo yalikuwa mabaya sana. Maji mengi ambayo yanawekwa hapo ni machafu sana na siyo ya kawaida, na hii ina athari nyingi za kiafya kwa jamii na watu wanaotumia maji hayo. Ecopetrol inasema wakati huo ilikuwa ikifanya mabadiliko ya kisheria na kuweka mfumo mpya na ulio bora zaidi. Andreas aliweza kupata ushahidi zaidi kwamba shida haikuwa uchafuzi wa maji pekee. Kuna data ambayo inaweza kupatikana mtu akiwa katika ngazi ya juu sana na ni makamu fulani tu wa rais angeweza kupata. Niliweza kufikia data hizi kwa sababu ya jukumu nililokuwa nalo. Unaweza kuona sehemu fulani ambapo zimeorodhesha na ni zipi zilizofichwa kutoka kwa mamlaka. Kuna mchakato wa kuficha vitu kutoka kwa serikali. Philippe Beon alikuwa mkurugenzi mtendaji wa Ecopetrol kutoka mwaka 2017 hadi mwaka 2023. Nina kumbukumbu nzuri sana na sikumbuki kuona hati hii. Ninakuambia kwa imani kamili kwamba hakuna au haikuwa wakati wote sera yote au maagizo yote yanayosemwa. Mambo haya hayawezi kusemwa. Bwana Beon anasema uchafuzi wa mafuta umepungua tangu Andreas alipoondoka mwaka 2019. Hata hivyo, data iliyopatikana na BBC inaonyesha Ecopetrol imeendelea kurekodi mamia ya umwagikaji wa mafuta kila mwaka. Yuri na Andreas ni miongoni mwa watu 9 walioiambia BBC kuwa wametishiwa baada ya kupinga kampuni hiyo. Wametishiwa na watu wasiojulikana na hata makundi haramu yenye silaha. Ninauoga sana kuzungumza kama mvuvi mwanamke, na hofia sana kwamba wanaweza kuniua. Haya yote ni kwamba mvuvi asiendelee kuripoti kila kitu ambacho anakiona mtoni. Hakuna ushahidi kwamba Ecopetrol iliamuru vitisho hivyo na inakanusha uhusiano wote na vikundi haramu vyenye silaha. Leo Colombia ndio nchi hatari zaidi ulimwenguni kwa wanamazingira. Watu 79 waliuawa mnamo mwaka 2023. Na moja kwa moja viwanjani kwa Shadrack Mwansasu. Na asante sana Martha. Ni kwamba kwenye mechi za kufuzu katika fainali za kombe la dunia ambazo zitafanyika kuanzia tarehe 1 mwezi Juni hadi 19 mwaka 2026 katika hatua ya makundi barani Afrika, jana Jumatano kumepigwa michezo mitatu. Eswatini wakiwa nyumbani wametoka sare kutofungana dhidi ya wageni wao Cameroon. Liberia wao wakiwa nyumbani ama wenyeji waliambulia kichapo cha bao 1-0 kutoka kwa Madagascar wakicheza dhidi ya Jamhuri ya Afrika Kati wakawabugiza mabao 4-1. Michuano inatarajiwa kuendelea tena hii leo Alhamisi ambapo Sierra Leone watakuwa wakicheza dhidi ya Guinea Bissau na Zimbabwe wanakaribisha Benin. Cape Verde watakuwa wakichuana na Mauritius. Libya wao ni wenyeji wa Angola. Gabon wanacheza na Seychelles, huku Gambia wakipepetana dhidi ya Kenya. Harambee Stars na chini ya kocha Ben McCarthy kutoka nchini Afrika Kusini. Tukisalia kwenye soka kwa upande wa wanawake kimataifa, mabingwa tetezi Barcelona wakapata bao la kuongoza mjini Wolfsburg wakicheza na wenyeji wao hao na kutawala mchezo wa hatua ya robo finali ya ligi mabingwa kwa wanawake. Bao la kujifunga la mchezaji Katrini Dikistra na mabao mawili ya haraka yakifungwa na Irene Paredes pamoja na Salma Paruelo yaliwezesha Barcelona kuwa mbele kwa mabao 3 ndani ya dakika 53 kabla ya Jamina Minge kuweza kufunga tena bao dhidi ya wenyeji wao. Kwenye mbio za mashindano ya baiskeli ya Tour de France kwa wanaume pamoja na wanawake yanatarajiwa kufanyika nchini Uingereza kwa mwaka 2027 katika hatua 3 katika kila moja mashindano yatakayofanyika nchini Uingereza, huku mataifa ya Scotland, Wales pamoja na England mataifa yatakuwa ni wenyeji wa mashindano hayo. Kwenye mashindano kadhaa kwa upande wa wanaume katika mbio hizo za baiskeli maarufu zaidi ulimwenguni zilifanyika Uingereza ikiwa ni mara 4 sasa baada ya mwaka 1974, 1994, 2007 pamoja na 2018. Hii itakuwa ni mara ya kwanza kwa matokeo ya mbio hizi za baiskeli kwa wanaume na wanawake kufanyika katika taifa moja nje ya taifa la Ufaransa. Kwenye mwendelezo wa madai ya chama cha wachezaji wa mchezo wa tenis kimataifa, ni kwamba chama hicho kimeanza sasa kufanya hatua za kisheria zaidi dhidi ya mashirikisho yanayosimamia mchezo huu nchini Marekani, Uingereza na Umoja wa Ulaya. Miongoni mwa mambo mengine, chama hicho kimesema kwamba hajafurahishwa mno na mfumo ambao unahusiana na pesa pamoja na zawadi. Hitimisha dondoo za michezo asubuhi leo. Asante sana Martha Saranga. Shukran.